Hii ni historia kamili ambayo nakupa leo. Kanisa la kwanza la Pentecoste lilio wakati linaingia Tanzania. Wengi mnaosemaga Roma ndo ya kwanza bwana, Pentecoste ndo ilikuwa ya kwanza. Bwana, hapa ndipo mikutano ya injili ilikuwa inafanyika. Mikutano wa kwanza manake ulikuwa unafanyika maeneo haya. Kama unavyoangalia haya maeneo yote ilikuwa ni mikutano. Hii mikutano ilibeba watu wengi na hizi ilikuwa ni sehemu ambao wachungaji wanafikia, lakini kanisa lilikuwa ni hili hapa. Kwanza lilikuwa ni hili. Nakupa data kamili nini ambacho kimetokea. Kanisa hili hapa ndo kanisa la kwanza lilivyojengwa, lakini nataka nikuoneshe kanisa la kwanza lilijengwa wapi. Kanisa la kwanza wazungu wakati wameingia Tanzania, walipoileta injili na sisi tukaijua injili. Unajua Tanzania saizi makanisa yameenea, lakini hujui historia kubwa ilianzia wapi. Hapa ndo kanisa ambalo lilijengwa baada ya kanisa la kwanza. Unielewe vizuri. Lipo kanisa la kwanza, ili ni kanisa la pili. Wachungaji wengi wa zamani walianzia humu na wengi nikibaki kama historia, wengi walianzia humu ndani. Na ngoja nikuelekeze kanisa la kwanza liko sehemu gani. Bwana, kama kaida lazima nikupe data kamili. Wewe unakosaje? Unakosaje? Bwana, kama unavyoona eneo hili hapa wazungu walikuwa wanaishi, lakini ukiangalia eneo hili hapa, umeona hii nyumba hii ilikuwa ni sehemu kama darasa watu kufikia. Watu walikuwa wanafika, watu wengi sana, mataifa mbalimbali walifika hapa, mpaka wazungu, watu wengi wamefika hapa. Wewe ambaye ulikuwa hujui historia kamili ya makanisa ya kilokole yalianzia wapi, hapa Igale ndio makanisa la kwanza lilipoanza. Bwana, nataka nikupeleke sasa ukaangalie kanisa la kwanza lilijengwa wapi, ambapo mtu wa kwanza alijazwa Roho Mtakatifu. Moja. Bwana, mimi nikikwambia nakupa data kipi ambacho kimeendelea. Huu ni imejengwa kama kumbukumbu ya kanisa la kwanza lililotokea Tanzania. Nikisema Tanzania basi makanisa unayoyajua wewe na yamezagaa kila kona, kila mtaa, basi kanisa la kwanza lilianzia katika mji wa Igale, na hii imewekwa kama kumbukumbu. Wewe ambaye utakuwa unatoka huko kuja kujua historia nini ambacho kilitokea katika kipindi hiki chote cha miaka yote. Injili ilianzia mwaka gani? Bwana, yapi imeandikwa? Mtu wa kwanza alikuja ni mnamo mwaka 1927. 1927 mpaka natangaza hapa ninakurejeshea habari ni miaka 99. Bwana, kubakia miaka mmoja tu ifunge miaka 100. Bwana, kwa ninavyokupa historia hii, nataka ujue injili ya kwanza ilianzia wapi, na unatakiwa ujue kanisa la kwanza lilianzia wapi. Wengi mnakuwa na maswali mengi, kanisa lilikuwa ni kanisa gani? Kanisa la kwanza kuingia Tanzania ilikuwa ni Pentecoste na iliingia katika mji wa Igale. Na kama unavyoona hivi, huu kuta umewekwa kama kumbukumbu. Nataka nikupeleke sasa ukaangalie kanisa la kwanza lilikuwa wapi? Kanisa la kwanza lilikuwa wapi? Naamini utanielewa. Haya yote maeneo yalikuwa ni watu walikuwa naishi, lakini kwa sasa ni poli, na mapoli ni mengi sana hapa. Maana ukiangalia imebaki kama ni mlima. Makanisa yalikuwepo, na kuna kanisa liko juu pale ni la Assemblies, nalo lilijengwa, watu wanakuja kumsifu Mungu pale. Kwa hiyo hapa Igale ndiyo kanisa la kwanza ambalo lilijengwa. Nataka tukupeleke sasa, nikupeleke kwenye kina kanisa la kwanza Tanzania la Pentecoste. Utanielewa bwana. Kanisa la kwanza la Pentecoste lilianzia wapi? Nataka nikupeleke sasa. Wewe nifuatilie, ila usisahau kucomment, kusubscribe au kushare.
Bwana, kama kawaida unavyoniona nimefika sasa kwenye eneo kamili ambalo kanisa la kwanza la Pentekoste kabla uhuru wa Tanzania, kabla hatujapata uhuru mnamo mwaka 1927. Nini ambacho kiliendelea? Nini kilichotokea Tanzania na injili ya kwanza ilianzia wapi? Hapa nilipofika ndio kanisa la kwanza kabla makanisa yote Tanzania hayaja kuwepo, si kanisa la Roma, si kanisa gani, hayaja kuwepo. Kanisa la kwanza lilijengwa hapa. Kwa wewe ambaye unatamani ungejua historia, lakini hapa ndipo kanisa la kwanza lilijengwa na mtu wa kwanza kujazwa Roho Mtakatifu ilikuwa ni hapa. Kwa baada ya hapa ndipo palizaliwa makanisa mengi. Mzungu wakati ametoka Marekani kuja huku, kanisa lilijengwa maeneo haya. Unavyoyaona haya maeneo ndio kanisa la kwanza la Pentekoste. Bwana, kanisa la kwanza la Pentekoste kabla uhuru natokea tayari kanisa la kwanza lilishatia Tanzania. Bwana, uhuru wa Tanzania unapokuja tayari kanisa lilikuwa limeingia mnamo mwaka 1927. Bwana, kwa wewe ambao umenifuatilia mwanzo hadi mwisho, hapa nimefika kwenye kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza lilijengwa hapa. Lakini kwa nini unaniuliza kwa nini hii imejengwa? Hii imejengwa kwa sababu kumbukumbu isije kapotea. Unajua kuna muda mwingine sisi wa Tanzania watu tumejisahau, siongee sana hapo, lakini wameweka kumbukumbu, lakini linatakiwa lijengwe tena na iko mipangilio kujengwa, maana kanisa la kwanza lilibomolewa hapa. Ni kanisa la kwanza ambalo lilikuwa hapa lilibomolewa na likajengwa ili pasije pakapotea amani. Kwa hapa ndipo kanisa la kwanza, ndipo Roho Mtakatifu aliposhukia mtu mmoja wakati ibada inaendelea. Bwana, ukitaka kumtafuta Mungu basi na wewe njoo hapa. Nimefika kwenye kilele kabisa ambapo kanisa la kwanza la Pentekoste lilipotengenezwa, na hapa ndio ilikuwa ni eneo hili, lilikuwa ni kanisa ni miaka mingi, kwa sababu ukiangalia miaka 99 ni sio kitoto, ni miaka mingi kabla uhuru wa Tanzania, miaka mingi. Kwa wewe ambaye unajua kanisa lenu lilianza miaka mingi, lilitokea hapa. Kina cha wachungaji kwanza kilitokea hapa, ndipo Tanzania yote tukapata wokovu kutoka sisi. Wokovu tumepata kutoka kwa wazungu, na wazungu walivyotuletea dini tukamwona ile dini walivyoleta wao, walikataa, sisi tukakubali, tukachukua ile kuwa sasa ikatusaidia, na mpaka saa hizi tunaishi ndani ya Yesu, na Yesu anatenda mambo makubwa sana. Na kushangaa wewe ambaye bado hujaokoka, eti unasema kwamba ni waongo. Sisi nimemdhibitisha yule Mungu ambaye aliletwa na wazungu, na sisi tukamdhibitisha, atenda kwetu, na wewe ukimdhibitisha atatenda. Na ndio maana nimekuletea story ambayo uipate historia nini kilichotokea. Nimetembea katika huu ni mji wa Igale. Mji wa Igale unapatikana wapi? Hii eneo ilikuwa ni Mbeya. Baada ya hii eneo lote hili Mbeya ikaonekana kwamba mazingira yamekaa vibaya, ndipo walihamisha huu mji ukaenda Mbeya. Kwa hii nikisema Mbeya ni Mbeya vijijini, na palisha bakia ni mapoli, nyumba ni moja moja unaiona mbali, lakini hapa wengi wachungaji wanakuja wanaomba, wengi makanisa makubwa ukiona kina Moses Krola wamekuja hapa, wamemtafuta Mungu. Unapomuona Abiudi amekanyaga hapa, wakina Kakobe unawajua wewe, wanatangaza injili huko mikoani, wameanzia kumtafuta Roho Mtakatifu hapa. Kwa hapa pamezaa vitu vingi, na ukija na hoja yoyote Mungu anakutokea kwenye haya maeneo, ili mradi tu uamini kwamba Mungu aliyeanzisha, Roho Mtakatifu aliyeanza kushuka hapa, na yeye akutokea, na anakutokea kweli. Kwa hiyo hapa wengi wanakuja nafanya maombi, na imekuwa sehemu nzuri sana kwenye mji wa Igale. Kwa mji wa Igale ulibarikiwa, ni mji wa kwanza kumpokea Kristo. Bwana, Roho Mtakatifu, hapo umenielewa. Kitu ambacho hujanielewa lakini nimekusogezea wewe ambaye hujui Igale ilikuwa wapi. Igale iko mkoa wa Mbeya vijijini, na hapa ndipo nipo katika chimbo la kanisa la kwanza. Najisikia raha nikiwepo kwenye haya maeneo, kwa sababu haya maeneo haikuwa rahisi kuwepo hapa, lakini Mungu amenifanya wepesi kanisa la FCC Free Church kujua historia zaidi ni kukuwekea kwenye hii chaneli. Bwana,
Usisahau kusubscribe na kucomment, itakuwa vizuri zaidi. Na kama wewe ambaye ulitamani uje ufike, fanya bidii uje ufike kabla hujaondoka duniani, maana hapa ni panalaa pako vizuri sana, na Mungu naye muomba hapa anaonekana. Bwana anaonekana. Niko katika mji ambao nimejua na wewe naamini umejua kanisa la kwanza lililotokea Tanzania lilikuwa ni kanisa gani? Historia ambayo tumeipata kwa bibi pale. Hebu turudi kwa bibi pale tujue nini ambacho kinaendelea. Tuendelee kusikiliza kinachoendelea pale kwa bibi. Anatupa historia kanisa la kwanza ambalo lilitokea hapa. Lakini pia nimekupa historia kamili ambayo ilitokea pale kanisa lilipoanza na mikutano ikaanza, kanisa la pili kutoka hapa. Yani linaanza hili ni la kwanza, lakini pale ambapo unaliona hilo kanisa ni kanisa la pili. Kwa hiyo sasa utanielewa. Kanisa la kwanza lilikuwa hapa. Kanisa la kwanza kabisa kutoka wakati mzungu wa kwanza ameileta ile dini alianzia hapa. Na kama unavyoona kama hapa mambo yako vizuri. Hii imebaki kumbukumbu ameweka kwa ajili pasipotee kwamba kanisa la kwanza lilikuwa wapi. Na hapa Roho Mtakatifu alishuka na mimi ashuke ndani yangu. Na wewe ambaye unanifuatilia, Roho Mtakatifu akutendee kwenye maisha yako. Mambo yako vizuri kabisa bwana. Ni mimi nimemaliza historia kwa undani, nimekuchimbia kwa ndani, umeelewa nini ambacho kimetokea katika mji wa Igale na kwa nini tunasema kanisa la kwanza. Wewe unajua kanisa la kwanza lilianzia wapi? Ndio lilianzia hapa. Kwa wewe ambaye unanifuatilia utakuwa umeelewa, na kama unatamani kuja kufika njoo ufike, lakini kama unatamani maswali weka comment, kuna mtu atakujibu hapo, yuko makini kuangalia comment zako. Ukitengeneza kwamba ulize swali lingine na mimi mwenyewe nitakujibu nini ambacho kipo, kwa sababu historia nzima nimeshaipata na mpaka hapa nimefika na nimekaa siku za kutosha kujua historia nini ambacho kilitokea katika mji wa Igale, na nikajua kwamba kanisa la kwanza la Pentekoste kabla ya uhuru wa Tanzania lilianzia hapa, na kanisa la pili ndo lile ambalo unaliona hapo. Unapoliona hilo ni kanisa la pili. Hilo kanisa unaloliona ni kanisa la pili. Hilo kanisa unaloliona ni kanisa la pili kuwepo. Hilo kanisa kutoka hili likaa kanisa la pili. Ni makanisa yanaonekana ni ya zamani sana, lakini yapo huko nyumbani mnaona ni ya zamani, lakini yalianzia hapa. Kanisa la Roma chimbuko zake vyote vilianzia hapa. Mpasuko wa makanisa mengi, kila mtu kwenda kuanzisha, kwa sababu Roho Mtakatifu alivyokuwa anaingia watu, kila mtu alianza kuhubiri injili kwa aina yake. Kwa hiyo wewe usishangae kwa nini makanisa yako mengi na majina tofauti tofauti. Roho Mtakatifu yuko tofauti. Anavyoujia kwako wewe anakuja na ufunuo mpya. Kwa hiyo watu walivyochukua nguvu ya Mungu hapa walienda kwa ufunuo, kila mtu tofauti tofauti. Kwa hiyo usishangae hii ni AGT, hii TAG, hii Assemblies, hii Pentecoste, hii nini, hii Lusalani, hii ni makanisa ni kulingana na Roho Mtakatifu alivyokuwa anajaa kwa watu wanaenda kuihubiri injili. Bwana wewe umenielewa nini chanzo kwa nini makanisa yana majina mengi mengi? Roho Mtakatifu anavyokuingia anaingia kwa aina yake. Maana yake anaweza kaingia akakupa ufunguo mpya ukaenda kuhubiri injili kwa aina yake na jina ukabadilisha, kwa kuwa Bwana ndiye anayekupa ufunguo kwamba wewe umeenda kunitumikia, andika EAGT, utanitumikia kwa jina la EAGT, utanitumikia kwa jina la TAG, kwa jina la makanisa uzao umeanzia hapa. Mungu akubariki, na historia yangu mimi naweza nikaifunga hapa kwa kuwa vingi ambavyo nimekuelekeza kwa muda mrefu na umenielewa. Lisali zima baba. Mungu akubariki kwa wewe ambao umenisikiliza mwanzo mwisho.